Ndugu waombolezaji wenzangu, tangu tupate taarifa ya msiba huu wa mpendwa wetu Mzee Cleopa Msuya, kuna ambao walipambana usiku na mchana kuhakikisha kuwa tunampumzisha mzee wetu kwa heshima anayostahiki. Na hapa niungane na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar kushukuru wote walioshiriki katika kumpumzisha mzee wetu. Lakini kwa upekee nitumie fursa hii kumshukuru Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, pamoja na kamati yote tendaji, lakini pia vyombo vya ulinzi na usalama kwa uratibu mzuri wa shughuli hii. Halikadhalika nakushukuruni Wanamwanga kwa kupokea msiba huu kwa moyo mkuu na matayarisho vyema ya kumsitiri mzee wetu. Na nawashukuru wote waliofika hapa kumsindikiza mzee Msuya katika safari yake ya mwisho. Mungu hawabariki sana. Pamoja na kumsindikiza mzee wetu, tupo hapa pia kupeana faraja, ingawa faraja ya kweli inatokana kwake Mola wetu. Na waraka wa Mtume Paulo kwa waumini sura ya 14 mstari wa 7 hadi wa 8 unatufariji kwa kusema, kwa sababu hakuna mtu miongoni mwetu aishie kwa nafsi yake, wala hakuna afaye kwa nafsi yake. Kwa maana kama tukiishi, twaishi kwa Bwana, au kama tukifa, twafa kwa Bwana. Basi kama tukiishi au tukifa, tu mali ya Bwana. Kwa hiyo hakuna mwenye uwezo wa kuchepusha au kuondosha lile ambalo Mwenyezi Mungu analitaka. Siku na saa ikifika, tunakwenda kwake. Hivyo kwa familia na wote walioguswa na msiba huu wa baba yetu, tuendelee kumwombea na tujiombeeni nasi Mwenyezi Mungu atupe faraja na mwisho mwema. Ndugu zangu, hayati Cleopa David Msuya atakumbukwa kwa mambo mengi sana ambayo kuanzia tarehe 7 hadi leo yamesemwa kwa kuelezwa vizuri na wanaomfahamu, waliofanya kazi naye, Wanamwanga na hata wazungumzaji walionitangulia leo, kama alivyotueleza vizuri Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, rais mstaafu. Ukiyasikiliza vizuri yote, tunaweza kusema kwamba mzee wetu atakumbukwa kwa kujitolea maisha yake yote kuwatumikia Watanzania. Kama historia yake inavyosema, kuanzia mwaka 1956 alipoajiriwa kama afisa maendeleo ya jamii hadi kuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais, na kufikia mwaka 2000 alipostaafu rasmi kwenye siasa na utumishi wa umma, na mwaka 2021 alipomaliza rasmi kutumika nafasi ya mwenyekiti wa bodi ya chuo cha ardhi. Wakati wote huo mzee wetu hakuwa na faragha ya maisha yake binafsi, bali yalikuwa ni maisha ya kuwatumikia Watanzania wenziwe. Katika nyadhifa mbalimbali alizoshika, aliweka rekodi 2 kubwa. Moja ni kuwa waziri aliyehudumu katika wadhifa waziri wa fedha kwa kipindi kirefu zaidi kwa nyakati tofauti, 1972 hadi 75, 1983 hadi 85 na 1985 hadi 1990. Na pili, licha ya kuwa alikuwa waziri mkuu na makamu wa kwanza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi kifupi cha miezi 11, yeye ndio Mtanzania wa mwisho kushika nafasi hiyo, kwani baada ya hapo tuliingia kwenye mfumo wa vyama vingi ambapo makamu wa rais alipatikana kupitia mgombea mwenza. Ndugu zangu, katika mengi yatakayokumbukwa au atakayokumbukwa nayo ni pamoja na mchango wake mkubwa wa kutafuta fedha kwa ajili ya kuunga mkono harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Akiwa katibu mkuu wa Wizara ya Fedha, mbali na kuhangaika kutafuta fedha za matumizi ya serikali, alikuwa na jukumu la kutenga bajeti kwa ajili ya harakati za ukombozi kusini mwa Afrika. Alikuwa miongoni mwa viongozi waliokwenda nchini China
kwa ajili ya kutafuta fedha za ujenzi wa mradi wa reli ya Tazara uliosaidia sana harakati za ukombozi na ambao umeendelea kutunufaisha kiuchumi hadi leo. Mzee Msuya aliongoza mabadiliko ya mfumo wa kiuchumi kama ilivyoelezwa vizuri hapa na Rais mstaafu, ili kuruhusu uchumi wa soko na kuimarisha ushiriki wa sekta binafsi. Hiki kilikuwa kipindi kigumu cha kukabiliana na upinzani na shinikizo kutoka wafadhili wa kimataifa, wanasiasa nchini, wafanyabiashara wazawa na wasio wazawa na makundi mengine, baadhi yao wakiunga mkono mageuzi na wengine wakiyapinga kwa sababu tofauti tofauti. Hapa nakumbuka kama alivyosema Rais mstaafu, mwaka kutoka 85-90 katikati pale, wakati shilingi yetu inataka kushushwa thamani, huku wana CCM tulisukumwa kuandamana. Tukatoka maofisini kule Zanzibar, ofisi yangu ilikuwa Vuga, mpaka CCM Kisiwandui, na kwa mara ya kwanza ndo niliimba jina Msuya. Kabla hapo nilikuwa nalisoma tu kwenye somo la siasa, siku hizo wanaita civics. Tulikuwa tunaimba Msuya, usiruhusu shilingi yetu kushushwa thamani. Hao tunaandamana mpaka ofisi ya makao makuu CCM pale Kisiwandui. Lakini baada ya muda mfupi shilingi ikashuka thamani. Na wakati ule shilingi yetu ilikuwa shilingi $1 ya Marekani ni shilingi 5 ya Tanzania. Na wakati ule nauli ya daladala zetu hizi gari za community ilikuwa ni shilingi 5. Na ndio maana jina dola tukaita daladala. Magari yetu mpaka leo yakaitwa daladala, kwa sababu nauli ilikuwa shilingi 5 na ndio ilikuwa thamani ya shilingi yetu kwa dola ya Marekani. Kwa hiyo mzee huyu kama alivyosema Rais mstaafu amekumbana na mengi. Lakini pamoja na changamoto hiyo, nchi ilifanikiwa kuondosha baadhi ya shida kubwa zilizokuwa zinawakabili wananchi, kama vile uhaba wa bidhaa muhimu na kupunguza mfumuko wa bei. Hili linathibitishwa na hayati Mzee Ali Hassan Mwinyi, ambapo katika kitabu chake ametambua mchango wa Mzee Msuya katika mageuzi haya ya kiuchumi kuelekea kwenye uchumi wa soko, na amemshukuru sana kwa mchango wake kama waziri wa fedha, uchumi na mipango. Hata baada ya kustaafu, Mzee Msuya aliendelea kutoa mchango kwa taifa kupitia ushauri wake kwa viongozi mbalimbali waliopo serikalini, na hili amelisema pia Rais mstaafu. Hapa nikiri kwamba mimi mwenyewe nilifaidika. Nilimsikia makamu wa rais naye anasema alikwenda kumuona na alifaidika, na hatukuwa peke yetu, ni wengi, viongozi wengine wengi tumekuwa tukienda kwake ili pamoja na kumjulia hali kupata ushauri na busara zake. Kama nilivyosema, nilikuwa namsikia na kumsoma Mzee Msuya kuona kwenye vyombo vya habari na kumsoma kwenye somo la siasa. Lakini baadaye kufikia mwaka 2010 nilipata bahati ya kumuona kwa mara ya kwanza Mzee Msuya uso kwa uso au ana kwa ana. Na hii ilikuwa mwezi wa 8, mwezi August mwaka 2015, wakati wa kampeni, mara yangu ya kwanza kuingia kwenye kampeni. Na kwa wakati ule nilipangwa kuanza na mkoa mgumu kaskazini huko kwa Tanzania. Nilianza Same milimani kule Upareni, nikateremka huku. Nilipokuja Mwanga ulikuwa hauwaki kabisa. Ni vurugu za kugombania ubunge baina ya Mheshimiwa Magembe na wenzio walokuweko pale. Na ilitubidi kupanda juu huko kumfuata Mzee Msuya aje atupe maelekezo tufanyeje. Baada ya kupata ushauri wa Mzee Msuya nikashuka tena Mwanga, ofisi za chama pale na kamati ya siasa. Tulipambana pale hadi saa 6 usiku. Ndio tunapata muafaka
tukaondoka. Kwa hiyo ndio mara yangu ya kwanza kumpata Mzee Msuya, kukaa naye ana kwa ana. Akanieleza na alionieleza yalinisaidia kupata muafaka. Kwa hiyo ni mara ya kwanza, lakini mara nyingine ni mwaka 2022 nilipomtembelea nyumbani kwake pale Upanga kwenda kumsalimia tu na nimsikia na nitumaje. Wakati huu tayari nimeshakabidhiwa dhamana ya kuendesha nchi hii kama mkuu wa nchi. Kwa